Okay, mtazamaji wa Student Connect, kwa mara nyingine tena ni kukaribishe katika kipindi hiki cha Ndani ya Faculty. Ni kipindi mahususi kabisa kinachoelezea masuala ya fani, taaluma pamoja na maisha na changamoto kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Na hapa nipo na mwanafunzi kutokea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam anayesomea masuala ya filamu pamoja na television. Tutakuwa hapa tukiangalia masuala mbalimbali ambayo yanahusika kutokana na kozi yake. Ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi. Mimi naitwa Miki NM. Bwana, nikukaribishe sana katika kipindi chetu adhimu kabisa cha Ndani ya Faculty. Naam, shukrani. Okay, kwanza kabisa ningeomba ujitambulishe kwa ufupi sana. Kwa majina naitwa Joseph Wilfred, natokea Chuo cha Mlimani, kozi ya Bachelor of Arts in Film and Television. Tukianzia hapo kwenye kozi yako, pengine kitu gani ambacho kimekuvutia hadi ukaja kusoma hii kozi ya filamu na television? Naam, mimi kitu kilichonivutia kuweza kuja kusoma kozi hii hapa Mlimani, cha kwanza ni ndoto zangu, na ndoto za kuweza kuwa mtu fulani katika masuala ya media. Kwa nimekuja hapa kuweza kupata ujuzi tangu katika chuo hiki kimeweza kutoa watu wengi sana mashuhuri, kwa nataka kuwa miongoni mwao katika masuala ya media. Na kutokana na kozi ambayo unaisoma, pengine changamoto gani ambazo unazipitia? Kiukweli changamoto tunazozipitia, vifaa vingi vya kujifunzia, kwa sababu kozi yetu inahitaji tuwe na matumizi mengi sana ya kamera mbalimbali. Kwa ukosefu kamera zinapokuwa chache na wanafunzi ni wengi, kwa inakuwa kama changamoto kwetu sisi kama wanafunzi kuweza kupata ujuzi zaidi katika masuala yetu ya filamu. Na katika kozi ya filamu na television, kitu gani ambacho huwa kinakuvutia sana? Mimi kitu ambacho kinanivutia kwenye kozi yangu, cha kwanza ni kujua namna ambavyo filamu nyingi ambazo kwa tunazitazama namna zinavyotengenezwa, kwa sababu tunafundishwa namna ya kutengeneza hizi filamu, namna ya kuandika na hata nikiangalia sasa hivi filamu na kuwa naangalia kwa jicho la tofauti, kwamba nakuwa naweza nikajua kwamba hapa imefanyika kitu fulani kona, naweza kuwa expert pamoja na kuwa karibu na watu mbalimbali. Lakini pia kitu gani ambacho umejifunza kutokana na hiyo kozi ambayo kwa sasa unaisoma? Mpaka sasa hivi kitu ambacho nimeweza kujifunza na ambacho najivunia vile, nimejifunza kwanza naweza kuandika filamu, vile masuala ya kuedit video na picha naweza nikafanya, kitu ambacho kabla sijaje nilikuwa sina ujuzi nacho, sina uelewa nacho, lakini tangu nimeweza kufika Chuo Kikuu cha Mlimani hapa nimeweza kujifunza na najua kwenye masuala mengi ya uandishi na uandaji wa filamu. Na baada ya kufika chuo hiki cha Mlimani cha chuo ninamaanisha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, unadhani ni sehemu sahihi kwako kujipatia huu ujuzi wa filamu na television? Kiukweli ndio, Chuo Kikuu cha Mlimani ndio sehemu sahihi, kwa sababu kama ambavyo nilivyosema mwanzo kwamba watu wengi sana wamepita hapa na ni watu wakubwa. Na vile tuna walimu ambao wana ujuzi na uzoefu mkubwa, tunafundishwa na walimu ambao wana ujuzi katika masuala ya filamu, masuala ya televisheni yote. Kwa moja kwa moja hii ndio sehemu sahihi, na hata kama kuna mtu anataka kuja kuweza kujifunza, basi Chuo Kikuu cha Mlimani ndio sehemu sahihi ya yeye kuja kuweza kutimiza ndoto zake. Na lakini pia umezungumzia kuhusiana na changamoto, kuna baadhi ya changamoto ambazo huwa mnazipitia. Kutokana na changamoto ambazo mnazipitia, pengine kitu gani ambacho ungekishauri kifanyike kuhusiana na hii kozi ya filamu na television? Kitu ambacho mimi naweza nikakishauri, cha kwanza kabisa ni uwekezaji. Uwekezaji ungeongezwa, aidha uwekezaji wa chuo kama chuo, au kama chuo kikiweza kukaribisha wawekezaji watu binafsi kuja kuwekeza katika kozi yetu, itakuwa vizuri zaidi, kwa sababu vitu vingi katika uwekezaji kuna fursa nyingi, kwa sababu tukiwekeza hapa tunaweza tukafungua hata media yetu sisi hapa katika chuo chetu na kozi yetu. Kwa itaongeza fursa nyingi, lakini ujuzi utakuwa ni mwingi zaidi. Kwa kikubwa ninachoamini mimi ni uwekezaji. Okay, kwa wanafunzi wengi ambao wanatokea kidato cha 6, mara nyingi huwa wanakuwa hawafahamu wanaenda kusomea kitu gani. Pengine tukija katika kozi yako, we ulijuaje kwamba kutokana na vitu ambavyo unavipenda ni vya television,
ulitumia njia gani hadi ukafahamu kwamba unapaswa kuja kusoma filamu na television kama sehemu ya kitu ambacho unakihitaji ama unakipenda? Hapo kwa mimi kama mimi kwa nachoweza kuambia wanafunzi wa kidato cha 6 ambao hawajui kitu gani nataka kuja kusomea, na mimi mwenyewe binafsi kwamba nilijuaje kwamba nataka kusomea kozi hii. Mimi kama mimi nilikuwa na ndoto za kuweza kuwa mjuzi katika masuala haya ya media pamoja na uandaji wa filamu na vitu kadha wa kadha vinavyohusiana na hivi. Kwa wakati nikawa nafuatilia wakati bado nipo kidato cha 6, nikawa nafuatilia kwamba kozi gani nikisomea ambayo inaweza ikanisaidia mimi kuwa expert katika vitu ambavyo nataka. Kwa hiyo katika kufuatilia ndo nikagundua katika chuo kikuu cha Mlimani, college ya Humanity, department ya creative art, basi kuna kozi inaitwa Bachelor of Art in Film and Television. Nami nikaona basi kozi hiyo ndio kozi sahihi kwangu, na ndio maana nika apply na namshukuru Mungu nikapata, na hivi sasa nipo hapa nasoma na ndoto zangu kwa 50% zimetimia. Okay, naomba tuzungumzie kitu kimoja. Hadi kufikia sasa hivi kuna fursa yoyote ambayo umeshawahi kuipata kutokana na kozi ambayo unaisoma? Kiukweli ndio, fursa nimeweza kuipata kwa sababu nimeweza kupata fursa mbalimbali, ukizingatia kuna watu wengi wanakujaga chuo hapa kutafuta wasomi. Kwa miongoni mwa wasomi ambao waliweza kutafutwa ni mimi. Nilifanya kazi nyingi katika uandaji wa shughuli hizi kama za harusi, kuziandaa zile video, kueditia, kutengeneza shughuli za harusi mbalimbali, masherehe pamoja na studio tofauti nimeweza kufanya kazi. Na ukiachana na hiyo fursa ambayo umehitaji ambayo umeshawahi kuipata, pengine tungetamani kufahamu kuna fursa gani zingine ambazo unaweza ukazipata kutokana na somo ama kozi ya filamu na television? Fursa ambayo unaweza ukaipata katika kozi yetu hii, miongoni mwa fursa ni kwamba unaweza ukawa mwandishi wa vitabu, kwa sababu kozi yetu tunafundisha uandishi wa filamu, uandishi wa tamthilia na riwaya mbalimbali. Tunafundisha uandishi. Kwa ukisoma hapa unaweza ukajiajiri kama mwandishi wa vitabu mbalimbali, ukaenda ukapeleka mashuleni pamoja na sehemu nyingine. Kwa ni miongoni mwa fursa ambazo unaweza ukazipata kama unaweza ukawa mwandishi ukajiajiri kwa namna hiyo. Kuna wanafunzi wengi wa kidato cha 6 kama nilivyotoka kuzungumza mwanzoni kwamba wao hawafahamu kitu gani ambacho waje kukisoma. Pengine kutokana na hii kozi ambayo naisoma ya filamu na television, ungewashauri kitu gani kwamba inawafaa kwa wao kuisoma hii kozi kwa ushauri wako? Kwa mimi ushauri wangu kwa wale ambao hawajui anataka kusomea nini, basi kama kuna mtu anawiwa kuweza kusoma masuala ya filamu na televisheni, basi ni vizuri akasoma, kwa sababu sio wao tu peke yao. Wapo wengi ambao walikuwa hawafahamu lakini waka-apply wakaja kusoma, lakini wakaja kugundua kwamba walikuwa hawajui ni kwa sababu fulani, lakini tangu wamekuja wakagundua kwamba hata kama walikuwa hawajui kuna kitu walikuwa wanahitaji. Kwa hiyo hitaji lako yawezekana ni kusoma filamu na televisheni. Kwa hiyo uasisite kuweza kuja kuapply, na nafasi watapata, waweze tu kukizi vigezo, watapata nafasi, kwa sababu ni kozi nzuri ambayo inavutia kwa kweli. Na tukija kwa upande wako, unasoma ili uajiriwe au unasoma kwa madhumuni ya kuajiriwa? Cha kwanza kabisa ambacho sikuweza kusema lakini ningependa nikiseme, sisi kwenye department yetu ya creative art, sisi ni watu wa kujiajiri. Sisi si watu wa kuajiriwa, japo unaweza ukaajiriwa, lakini ukija siku ya kwanza kabisa lazima utafundishwa namna ya kujiajiri. Sisi tunafundishwa kuwa independent, sio dependent. Ndio maana nakwambia kwamba unaweza ukawa mwandishi. Mwandishi ni mtu independent, unajiajiri unakuwa mwandishi. Mtengeneza filamu ni mtu independent, unajiajiri unakuwa kwamba wewe mtengenezaji au mwandishi wa filamu. Kwa hiyo sisi ni watu independent. Kwa hiyo inategemea na choice ya mtu kwamba akiamua kuajiriwa, lakini sisi tunafundishwa kujiajiri. Tunafundishwa kuwa independent, sio dependent. Lakini pia kutokana na kozi ya filamu na television, pengine tungependa utufahamishe sehemu gani ambazo unaweza ukaajiriwa, sehemu gani? Kwa mtu ambaye labda akisoma hapa anategemea labda kuajiriwa au kujiajiri. Yeah. Sehemu ambazo unaweza ukaajiriwa, cha kwanza ni unaweza ukaajiriwa kwanza hapa chuo.
hapa chuo ukaajiriwa, kama ukifaulu vizuri ukawa na GPA ya kutosha kuanzia ya GPA ya 3.8 mpaka mwisho GPA ya 5, basi unaweza ukaajiriwa ukabaki hapa ukawa lecture kama ikiwa ni bahati yako. Lakini vile vile unaweza ukaajiriwa kwenye media mbalimbali. Unaweza ukawa huko watu wafundi mitambo kwenye media na makameramani, videographers na kazi nyingine kaza wa kaza ambazo ni beneficial kwa mtu. Okay, kitu cha mwisho naomba uzungumze kitu chochote kwa watazamaji ambao kwa sasa wanakutazama kuhusiana na kozi yako ya filamu na television. Kwa mtazamaji ambaye unanitazama, kitu ambacho naweza nikakwambia kuhusiana na kozi yangu, cha kwanza, kozi yangu aisee ni nzuri na kiukweli ni kozi ambayo inafundisha watu kuweza kujiajiri. Hicho ndo kitu cha muhimu kwenye maisha, kwa sababu unajua kiuhalisia kazi zipo lakini ajira ndio hamna. Mtu ukitafuta kazi utapata, ukitafuta ajira ndio unaweza ukakosa au ukapata, lakini ukitafuta kazi ipo, na kozi yetu sisi ni kazi. Kwa hiyo kwa mtu yote anayenitazama basi ajue kwamba sisi tupo katika kozi ya kazi. Nadhani hivyo. Okay, nikushukuru sana kwa muda wako. Naam, nashukuru sana kuwa na wewe.